tumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, tumshukuru sana kwa kushusha fedha nyingi za miradi ya maendeleo katika manispaa yetu ya Ubungo. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, utakuwa shuhuda, umeshuhudia ukizindua kituo cha afya Mpiji Magohe, umeona jinsi kilivyojengwa na kinakwenda vizuri sana. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, umeshuhudia kata ya Makurumla, kituo kile kilisimama, lakini kwa kweli sasa chini ya manispaa na mkurugenzi Kagunguli kinakwenda vizuri sana. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ukifika kituo cha afya Kimara unaweza ukafikiria kwamba ni hospitali ya wilaya. Ukifika Palestina Sinza unaweza ukashangaa utafikia hospitali ya wilaya. Kwa kweli uwajibikaji unakwenda vizuri sana. Katika miradi ya elimu tumefanya kazi kubwa sana, sambamba na mvua zinazoendelea kunyesha ambazo barabara nyingi ziko ni kata yetu, lakini ile fedha iliyotoka milioni 20 ilifanya kazi vizuri sana, na ndio maana watu wanapita bila kusikia hata kelele, japokuwa changamoto ya mvua inajulikana, lakini kwa kweli kazi kubwa imefanyika, na hivyo tunashukuru sana kwa sababu fedha zote zinazotumika ni mali ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ziwe za mapato ya ndani, ziwe za serikali kuu, zote za haki Mheshimiwa Rais. Na tumshukuru sana mkurugenzi wa manispaa na watumishi wote kwa usimamizi mzuri wa miradi ya maendeleo, na hadi mpaka sasa tunapotoka tunasema tunakwenda 2025, kwa kweli tutakwenda kifua mbele, hatuna baya. Tushukuru sana sana sana. Na tunashukuru sana viongozi wetu wa chama ambao wamehudhuria baraza hili, tunashukuru sana. Na kielelezo cha jana kwenye mkutano wa katibu mwenezi wa CCM Taifa nikieleza kwamba Chama cha Mapinduzi wilaya ya Ubungo mnafanya vizuri sana. Asante sana na Mungu awabariki, mwenyekiti, katibu mwenezi, kamati ya siasa, halmashauri yote, tunashukuru sana sana sana. Tuendelee kufanya hivyo kwa sababu mwisho wa siku tutapimwa kwa namna tunavyotekeleza wajibu wetu wa kuhudumia wananchi. Mheshimiwa madiwani, najua mko kwenye hatua za mwisho za muda wenu wa miaka 5 ambao wananchi wenu waliwapa ridhaa, lakini sisi tunatambua mpaka sasa nyinyi ndio madiwani, tunafanya kazi na nyinyi mpaka siku nyinyi wenyewe mtakapoamua kutukimbia, sio bwana? Madiwani wote 14 pamoja na wale mama zangu wa viti maalum naona wana nguvu sana na wanatusaidia, na ukiangalia toka mwaka 2020 mpaka leo nilikuwa naangalia numbers, mapato yanaongezeka na mambo mengine. Maana yake mnayo mambo mengi ya kusimulia wananchi, sio mwenyekiti? Tunafanya kazi nzuri, na huko tukifika unakuta hela zipo, watu tu hawajaanza kufanya mradi kwa sababu ya mambo ya nesti na mambo mengine. Maana yake nyinyi wawakilishi kazi yenu mmemaliza, mmeshawapa watu pesa, wataalamu wafanye kazi yao, sio mwenyekiti? Hongereni bwana. Na sisi tunatembea tunatamba, tunajua miradi ipo kwa sababu mmeallocate nyinyi fedha, mmetupa kazi ya kufanya, tunatembea tunakagua project kwa sababu pesa zipo. Mambo mengine ya barabara na nini yanaenda vizuri, tutaendelea kuwasiliana. Sinza kuna barabara nyingi tu, Goba kwa mama tumeenda naye na barabara, tutaendelea kusimamia. Mbezi wana barabara, tutaendelea kusukumana jamani, na wale wakandarasi wamalize ya kwao ya kitaalamu. Wananchi wanataka kuona wakandarasi wako site, tutajitahidi kusukumana ili haraka tufanye kazi hiyo. Jina langu ni Bakari Hassan Kimwanga, ni diwani wa kata Makurumla, halmashauri ya manispaa ya Ubungo. Kubwa leo kikao chetu kimekwenda vizuri, kilikuwa kinaangazia juu ya taarifa za robo ya 3. Ni taarifa ambazo tuzimeangazia kutoka kazi zilizofanywa Januari mpaka Machi ya mwaka huu. Kwa kweli kazi kubwa ambayo imefanyika, na sisi kama viongozi wa halmashauri ya manispaa ya Ubungo, kubwa tunampongeza mkurugenzi. Hatua ya kwanza, tumefanikiwa kuvuka kiwango cha makusanyo ya mapato yetu ya ndani kwa zaidi ya 100% kwa robo hii, jambo ambalo sasa linakwenda kutupeleka kwenye utekelezaji wa kasi wa miradi ya maendeleo, na hili liko wazi. Kwa mfano ukija sisi kwetu pale kata ya Makurumla, tayari mkurugenzi wetu ameleta fedha kiasi cha shilingi milioni 350. Tunakamilisha jengo la kisasa la majengo mawili ya kisasa katika kituo chetu cha afya, lakini pia tumefanya ukarabati katika maeneo mbalimbali kwa shule zetu 3 zote zilizopo za msingi. Kwa mfano pale shule ya msingi Karume kuna milioni 120 ambayo imeletwa na imejenga madarasa matano 6, na pamoja na kuweka na madawati yake. Kwa tukiangalia kwa mfumo mzima kwa hii robo ya 3, miradi mingi imekwenda vizuri.
Lakini jambo moja kubwa ambalo na la kufurahisha ni kuendelea kuimarika kwa huduma za afya, hasa katika halmashauri yetu ya manispaa ya Ubungo. Leo hospitali yetu ya wilaya ambayo iko katika kata ya Kimara imekuwa ni kimbilio kubwa la wananchi, hasa kutokana na huduma bora ambazo ziko pale, na tunawashukuru wataalamu wetu wa kada ya afya hasa katika vituo vyote na hususani kwa hospitali yetu ya wilaya. Kwa maana hiyo, tukiangazia juu ya utekelezaji wa miradi kwa robo hii, imekwenda vizuri sana. Kikao cha robo ya 3 ndio kinaenda kuleta taswira ya uchaguzi mkuu mpaka hapa. Yaani kama ingekuwa ni mchezo, yaani kama vile ni Simba, namna ambavyo watu wanavyoiangalia kuelekea katika fainali za shirikisho. Yaani tayari matumaini ya Watanzania ni makubwa kwa Simba kuliko hao Nkane, unaona. Kwa maana hiyo, sisi tukiangalia kwamba juu ya haya makusanyo na utekelezaji wa hiyo miradi ndio kielelezo kikubwa cha kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan pasi na shaka ndiye rais ajaye, lakini na sisi wengine tumo sana. Na sina shaka kwa sisi ambao tunatoka Ubungo, wote mnajua bwana, profesa ni mmoja katika mkoa huu wa Dar es Salaam, hasa unapozungumza majimbo ya Chama cha Mapinduzi kwa mkoa wa Dar es Salaam. Ina maana kazi ni nzuri. Leo sisi hapa tunazungumza, mimi nikizungumza tu kwa mfano tu mwepesi, na haya tutakuja kuyaona muda mfupi ujao. Leo sisi kwa kata yetu ya Makurumla, ukifanya tu hesabu kwa miradi kwa miaka 5, ni zaidi ya miradi ya bilioni 20 imetekelezwa, kuanzia kwenye sekta ya barabara, sekta ya afya, sekta ya elimu na nyinginezo nyingi. Sasa hapa sisi tunaona ya kwamba hiki ni kielelezo kizuri ya kwamba yajayo yanafurahisha, yani hii ndio inakwenda kufasiri kazi na utu, tunasonga mbele. Naitwa Esther Radislaus Ndoha, ni diwani wa kata ya Goba kwenye manispaa yetu hii ya Ubungo. Leo tumemaliza kikao chetu cha baraza la madiwani robo ya 3. Tumepokea taarifa mbalimbali kutoka kamati zetu mbalimbali tulizonazo, na taarifa za leo au kikao cha leo kimetupa taswira nzuri ya pale tunapoelekea kwenye chaguzi zetu, kwa sababu mambo yametekelezeka kwa asilimia kubwa, miradi imetekelezwa, halmashauri imekusanya mapato kwa kiwango cha hali ya juu. Kwa hivyo mambo yamekwenda vizuri sana kupitia baraza letu la leo, na hivyo basi tunapoelekea kwenye chaguzi zetu au tunavyotarajia kwenda kuvunja baraza kuelekea kwenye chaguzi, wananchi wetu watakuwa wameona jinsi serikali imetekeleza miradi kwa kiwango cha hali ya juu. Kwa mfano, mimi natokea kwenye kata ya Goba, ni diwani wa kata ya Goba, ambapo miradi mingi zaidi ya bilioni 25 zimetekelezwa kwenye kata yangu. Kiangalia tumekuwa na miradi ya afya, ambapo tumeweza ndani ya muda mfupi tumeweza kupata kituo cha afya kikubwa kabisa ambacho kimegharimu zaidi ya milioni 800, lakini tumeweza kuwa na zahanati mpya ambayo nayo imegharimu zaidi ya milioni 200. Kiangalia tumeweza kupata kwenye sekta ya elimu shule 3 mpya za msingi ambazo hazikuwahi kuwepo kabisa. Tumeweza kutekeleza ambazo zimegharimu zaidi ya milioni 400 karibia katika kila shule za msingi. Lakini mpaka sasa hivi tunaendelea kutekeleza mradi wa shule ya sekondari mpya kabisa ambayo haikuwepo, ukiachilia mbali sekondari 5 ambazo ninazo kwenye kata yangu, lakini shule ya msingi sasa hivi tunazo 7. Kwa hiyo ukiangalia kwa mimi kata yangu kwa kweli tumetendewa haki. Miaka 4 ya Daktari Samia Suluhu Hassan, miradi imetekelezwa kwa kiwango cha juu, lakini tumeweza kufanikiwa kupata shule ya form 5 na 6 pale Goba, ni ya boarding na ni ya serikali ambayo haikuwepo, na sasa tayari tumekwisha pokea wanafunzi na wanaingia form 6 hivi karibuni na tunaendelea. Kwa hiyo ukiangalia tumeipokea kata ya Goba ikiwa haina maji kabisa, lakini kupitia mradi wa World Bank tumeweza kupata na kusambaza maji kwenye kata nzima ya Goba, lakini na kata jirani. Kwa hiyo utaona kila kitu kimekwenda vizuri, sekta zote tumezitendea haki. Barabara tumeweza kupata barabara ya lami ambayo imejengwa kwa mapato ya ndani. Tukisema mapato ya ndani maana yake ni halmashauri ya manispaa ya Ubungo. Tuliweza kutenga fedha kiasi cha bilioni 1.5 kilichojenga kilomita 1, na tayari tumeidhinisha kupitia bajeti inatoka fedha nyingine kwa ajili ya muendelezo wa ile barabara. Lengo letu ile barabara iweze kukamilika na iwe na connectivity kutokea Goba kuelekea Afrikana. Lakini tunayo barabara inayotekelezwa na wenzetu wa TANROADS, barabara kwa kilango cha lami kutokea njia 4 inaelekea Temboni, nayo inaendelea, mkandarasi yuko site.
Kwa hiyo utazidi kuona na wenzetu wa TARURA tumeendelea kushirikiana nao, wameendelea kutengeneza barabara kwa kiwango cha changarawe na tumeendelea kuchonga, na kwa sasa hivi tunajua mvua zinanyesha, lakini mara tu baada ya mvua kukatika tunaamini wenzetu wa TARURA wataingia barabarani kwa ajili ya kuanza kurekebisha miundombinu. Lakini tumeweza kufanikiwa pia kupata madaraja na vivuko mbalimbali kwenye kata yetu ya Goba. Kwa hiyo ukiangalia kila sekta tumejaribu kuishikilia na kuitendea haki, kwa sababu mwisho wa siku mimi ni diwani ambaye pia nimeipokea kata ile kutoka wapinzani. Kiangalia kwa miaka ya nyuma ambao wapinzani wamefanya kazi, hakuna kitu ambacho waliweza kukifanya kwa kweli. Kwa hiyo mambo yote haya ninayoyataja hapa yameweza kutekelezeka pindi tu sisi tulivyoingia madarakani 2020 na mpaka sasa tunapoenda kukamilisha muda wetu. Naam. Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi.